Kutoka kitabuni Kiapo Muhimu cha Safari ya Mafanikio. Ni kutoka sura ya utangulizi ya kitabu cha Falsafa Maisha ya Mafanikio, ni kisima cha maarifa, ukurasa wa 40 mpaka 42. Rafiki, kanuni yetu ya mafanikio ambayo ndio ya kisima cha maarifa inasema maarifa jumlisha vitendo sawa na mafanikio. Maarifa jumlisha vitendo sawa, kujua, kupata maarifa sasa, alafu kufanyia kazi yale unayojua, ndio utafanikiwa. Na wengi kwa sababu hawafanikiwi sababu vitu viwili, labda hajui, hana maarifa ya kutosha, au anajua alafu afanye. Sasa kuna watu wanasemaga kwamba dunia haiko fair, dunia haiko sawa, hakuna usawa duniani na mengine mengi. Kama vile ni kitu cha kulalamikia, cha kujifariji nacho. Ukweli ni kwamba dunia haijai kuwa fair, haiko fair, haitakuja kuwa fair. Umeelewa? Simba hata cha kumla swali, kwa sababu swala ameomba sana, amesema sio fair kuliwa na simba. Hapana, swala tamla simba, tamla swala. Hiyo ndio dunia ilivyo. Sawa. Sasa inapokuja sawa mafanikio, haiwezi kuwa fair, haiwezi kuwa sawa. Hawezi kuna mtu anaanzia, kila mtu anaanzia sehemu tofauti. Kuna ambaye anaanzia mahali pazuri zaidi, mtu ambaye anaanzia wazazi wake wameshapiga hatua zaidi, au walipata elimu fulani iliyomsaidia, au alikutana na bahati fulani ambayo hujakutana nayo, au wao ulianzia kwenye wakati mgumu labda. Yaani kuna watu wataanzia pazuri kuliko wewe. Sawa? Au wengine wataanzia pabaya kuliko. Huo ndio ukweli kusudia. Kwa hiyo wewe ukija kusema kwamba mimi ningekuwa kama fulani ningefanikiwa, ningetokea familia hii ningefanikiwa, ningepata elimu hii ningefanikiwa, haina maana yote. Kuna ile kauli nasemaga sababu ya kwamba nimetokea katika mazingira magumu inaishiaga miaka 30. Sasa ukishakuwa na miaka 30 zaidi from poor background haifai tena kazi. Sasa kwenye kanuni ya kwenye falsafa ya kisima cha maarifa, falsafa maisha mafanikio, kuna kiapo muhimu ambacho tunajipa, ambacho tunajiambia na kukiishi, ambacho kinatupa wakati kufanikiwa bila kujali tumeanzia wapi. Na kiapo hicho kinasema usikubali mtu yoyote akuzidi kwenye vitu hivi viwili: kujifunza, yani maarifa, na kazi, yani vitendo. Sasa rafiki, mambo mengine yote yako nje ya uwezo wako. Si ulizaliwa familia gani, iko nje ya uwezo wako. Umepata elimu gani, labda kuna akili, uko na akili, yani hivyo viko nje. Lakini hivi vitu viwili, kujifunza na kufanya kazi, viko ndani ya uwezo wako 100%. Kwa hiyo usikubali mtu yoyote akuzidi kwenye vitu. Kujifunza, yani kwa nini mtu akuzidi kujifunza? Kwa mfano, yani wewe tu ukae usome kitabu, labda usome makala, labda uhudhurie kozi, labda uangalie video, labda usikize. Na kwa nini mtu akuzidi? Yani inatokeaje? Kwa mfano, kupata maarifa kuliko mtu mwingine yoyote. Sawa, hakikisha hata kama hukupata elimu, sio labda uwezo wako ni mdogo, huwa na akili, uko naambiwa, haijalishi. Wewe ni mtu mzima sasa, jifunze kunywa maarifa kama mtu anayekunywa si maji akiwa na kiu sana. Hilo lianzia hapo. Alafu sasa ukishajifunza, weka kwenye vitendo, weka kazi. Asikuzidi mtu yoyote kwenye kufanya kazi. Yaani ikitokea kuna mtu anafanya kazi kuliko wewe, basi unastahili matokeo unayopata. Kama yupo mtu ambaye anaweka juhudi kuliko wewe, yani kama kuna mtu ambaye unasema huyu jamaa kwa kweli anaweka kazi, kama kuna mtu una appreciate hivyo, umeshashindwa. Hilo la kuhakikishia. Inabidi wewe ndo SI unit, yani wewe ndo kipimo cha kazi. Yani watu wanataka kupima kazi, wanapima leo nimefanya fulani ngapi. Sawa? Tulikuwa tunasoma kuona una SI unit za watu ambao wanafaulu au wanasoma sana. Sasa unabii wewe SI unit, yani kipimo cha mtu anataka kupima kazi, anasema leo nimefanya amani ngapi. Labda amani moja ni masaa 18 ya kazi kwa siku. Nimefanya masaa 9, nimefanya nusu amani. Hiyo ndo ngazi ya juhudi unayohitaji. Na ni kazi hasa, sio kazi ya kufanya kuonekana, kazi ambayo kweli ni kazi ya maana. Ukiweza kuishi hichi kiapo kwa kuhakikisha kwamba hakuna kiumbe yoyote anakuzidi kwenye kujifunza, na hakuna kiumbe anakuzidi kwenye kuchukua hatua kwenye vitendo,
hakuna kitakacho kuzuia kufanikiwa rafiki. Pata kitabu cha falsafa ya maisha ya mafanikio au kisima cha maarifa na usome hii sura kwa kina. Sura ya utangulizi hapa ina vitu vingi, lakini kiapo iko kwenye sura ya 40 mpaka sura ya 42. Soma na ishi hivi. Asikuzidi mtu kwenye kujifunza, asikuzidi mtu kwenye kufanya kazi, na utafanikiwa.